katika kaunti ya Turkana. Nasi pia bado tumelizamia suala la kiangazi na athari zake katika maeneo haya, na jinsi tumekuwa tukisema ni kwamba takriban familia 350,000 wameathirika na janga hili katika maeneo haya, na jinsi tulivyoambiwa jana na shirika lisilo la kiserikali la Red Cross ni kwamba watoto wameathirika pakubwa. Na hapa nipo na kiongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika eneo hili, hali kadhalika pia ni mtetezi wa haki za kibinadamu, anaitwa Eliud Emery, ambaye atatueleza hali halisi katika eneo hili. Eliud, tueleze, takushikia microphone, tueleze tu kiangazi hivi kimaathiri kiasi gani katika eneo hili? Asante. Kwa majina naitwa Eliud Emery. Mimi ni kiongozi wa shirika hizo za serikali katika nchi yetu ya Kenya na rais katika kaunti ya Turkana na pia mtetezi haki za binadamu. Kweli ningependa kushukuru KBC kutembelea na kuangazia hali ya ukame katika kaunti yetu ya Turkana yenye imeathiri zaidi ya familia 350,000. Na kweli hii athari ya ukame imesababisha shida mingi. Ya kwanza ikiwepo shida ya maji, ukosefu ya maji, na unajua vyema kwamba wakazi wa kaunti ya Turkana ni wafugaji na asilimia mingi ni wafugaji na utegemea maji na nyazi. Janga la pili pia yenye imetuathiri pia ni mambo ya njaa na pia vifo vya mifugo zetu, na haya yote imeleta shida, na ndio posa sisi kama watetezi wa binadamu tunaomba serikali yetu ya kitaifa na pia serikali ya kaunti pamoja na washikadau wote, kwa sababu hii janga haiwezi kusuluhishwa na mshikadau mmoja, inahitaji multi stakeholder approach ili tuweze kuona kwamba wale watu wenye wameathirika waweze kusaidiwa, ili pia tuweze pia kupata suluhu inayodumu, kuona kwamba tumejaribu kusalisha chakula ya kutosha ili tuweze kupunguza adhara ya ukosefu ya chakula na pia tuweze kupunguza umaskini, kwa sababu kaunti yetu ya Turkana ndio inazidi ama inaongoza kwa asilimia ya umaskini katika nchi yetu ya Kenya kwa asilimia 82.7. Eliud, katika pitapita zetu jana tuliona kwamba familia mingi sana zimeathirika jinsi ulivyosema. Hali kadhalika pia hali ya kiangazi inaongezeka. Hivi kama mashirika yasiyo ya kiserikali tutafanya vipi kuhakikisha kwamba pengine tunaweza kurekebisha hali ilivyo katika nyanjani? Mambo ya kupeana chakula yenye tunaita relief si suluhu ya kudumu. Mimi ningependa kusii serikali ya kitaifa na pia serikali ya kaunti na pia washikadau kuona kwamba tumejaribu kupanua miradi za kusalisha chakula katika eneo letu. Kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu kuna sehemu mingi katika kaunti yetu ya Turkana yenye tuko pia na ardhi yenye inaweza kusalisha sisi chakula kama ile ya Takwel, Katilu, Kaptil, Morilem, Lokwi na pia na Doto katika sehemu ya Turkana ya kati. Na haya yote inahitaji mpangilio ili kuona kwamba tuweze kusaidia wakulima, tuwe na matrakta ya kutosha, mbegu, ili tuweze kusalisha chakula kuliko kutegemea chakula kugawa kwa waathiriwa. Naam, shukrani sana. Huyo ni Eliud Emery ambaye ni kiongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, hali kadhalika pia ni mtetezi wa haki za kibinadamu, akitueleza kwa kina ni nini haswa kinachoendelea hapa katika kaunti ya Turkana. Hali kadhalika pia ni mambo yapi yanastahili kuwekwa ama mikakati ipi inastahili kuwekwa kuhakikisha kwamba basi wanaweza kuokoa jamii katika eneo hili.